mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpeni. Kuondoka kwa Karia sio suluhisho la matatizo yetu yanayoendelea ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Unaambiwa unapomnyoshia mwenzako kidole kimoja, inabidi ukumbuke vidole vinne vyote vinakuangalia wewe. Tuna changamoto kwenye maeneo mengi sana kabla tujalifikia shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. How many time tumepata kashfa ya baadhi ya viongozi wakubwa ndani ya nchi wakihusishwa moja kwa moja na kutoa maamuzi ndani ya bodi ya ligi pamoja na viongozi wa TFF. How many time sisi baadhi ya wachambuzi tukitumika kama vibaraka wa hizi timu kubwa mbili kwa sababu tu kuna baadhi ya watu ambao wanapewa tiketi za bure kwenda Ulaya kwa ajili ya kwenda kuenjoy na hizi timu. Kuna baadhi ya watu wanapewa tiketi za bure kwenda kutembea na hizi timu kwenye michuano ya Afrika ikiwemo shirikisho pamoja na ligi ya mabingwa. Kwangu mimi bado tunamhitaji Wallace Karia. Unajua unapomwongelea Wallace Karia, matatizo yake pamoja na faida zake ukiziweka kwenye mizani, faida zake ni nyingi sana kuliko matatizo yake. Nakumbuka mara ya mwisho wakati nasikiliza interview ya Wallace Karia, miongoni mwa kitu ambacho alikiongelea, alisema anahitaji baada kutoka madarakani aiache timu ya taifa ya Tanzania kwenye double digit kwenye ranki za FIFA. Tunapoongelea double digit na maana ni namba 2 kuanzia 99 kushuka chini. Hivi tunavyozungumza timu yetu ya taifa inashika nafasi ya 106 kwenye ranki za FIFA. Timu yetu ya taifa hivi tunavyozungumza tunashiriki mara 2 kwenye michuano ya AFCON. Msimu huu 2025 tumefuzu kwa jasho letu. Kama unakumbuka mechi ya mwisho tumemfunga Equatorial Guinea. Guinea alafu 2027 sisi ndio wenyeji wa michuano ya CAF ya AFCON. Kwa hiyo kuna namna ambavyo unaona kuna nguvu kubwa ambayo imefanyika ndani ya kipindi cha Karia. Ndani ya miaka mitatu timu zetu za Simba na Yanga zimefanikiwa kufika fainali ya michuano shirikisho bro. Kwa hiyo kuna namna ambavyo unaona Karia amefanya vitu vingi kwa usahihi. Amejitahidi kubadilisha mpira wetu kutoka kwenye mpira burudani kuja kwenye mpira ajira. Sasa hivi kusikia mchezaji wa Kitanzania analipwa milioni 10-15 ni kitu cha kawaida. Wakati miaka ya nyuma ukisikia mchezaji wa Tanzania analipwa hela hiyo ni ngumu sana. Kwa hiyo nafikiri tunahitaji tuboreshe vitu vingi kabla tujamnyoshia kidole Wallace Karia. Tunahitaji sisi wenyewe tujitoe. Kuna namna ambavyo tunahitaji tuweke usimba na uyanga pembeni. Kweli ukiwa mtu wa mpira Tanzania huwezi kuondoka kwenye usimba na uyanga, never. Yani Nira, mimi, wewe, Mwayombo, yoyote ambaye anahusika na mpira Tanzania hii, Simba na Yanga hawezi kuondoka nazo.